Time hapa tuko na Cloud, mmoja kati ya waigizaji nguli kwenye taifa la Tanzania, ambaye maisha yake amefanya kuwa nje kwa muda mrefu. Sasa yuko nyumbani, lakini ni kwenye heshima yake kwenye tasnia. Kwanza pole kwa msiba. Asante, tupewe msiba wetu wote huko. Na kaka, nitamani kufahamu au kusikia vile ambavyo mlikuwa mkifanya kazi na marehemu Hashim Kambi enzi zile hapa Tanzania, lakini kwa jinsi ambavyo kwa kufahamu na jinsi ambavyo umepata taarifa ya kifo chake. Binafsi niseme kwamba Hashim Kambi amefanya kazi kwa karibu kwa watu wote na amekuwa na upendo wa kila mtu. Naweza kusema Hashim Kambi ni msanii wa kupigwa mfano, kwa sababu ilikuwa ni msanii ambaye hachagui mahala pa kukaa wala hachagui ni mtu gani wa kufanya naye kazi. Ngao sisi wengine kidogo tuna udhaifu huo, tunachagua, lakini Hashim Kambi mashallah alikuwa hachagui. Kimpa kikubwa anapokea, kimpa kidogo anapokea. Hiyo ndio ilikuwa sifa yake. Nyingine niseme kwamba huu msiba umetugusa watu wengi sana. Mimi nilipata habari jana wakati nilikuwa niko Zanzibar, baada ya kusikia hizo taarifa ikabidi nigeuze, na mwisho wa siku nikaambiwa kwamba hizo taarifa kwamba leo nasaliwa hapa Msikiti Maamuri na nimekuja kushirikiana na wenzangu. Lakini binafsi ukiniambia kama mimi, Hashim Kambi amenigusa sana, sababu nimekumbuka kwamba niliwahi kufanya naye kazi moja, ilikuwa ni filamu yangu ile ya maisha. Alafu alikuwa ni mtu wetu kipindi kile, kama unakumbuka mambo ya Leaders Club. Ilikuwa tuna ile camp yetu pale, tunakutana kama wasanii tunacheza mpira, yeye alikuwa ni mwalimu wetu wa mpira. Unajua Hashim Kambi alikuwa ni mpenzi wa Yanga na alikuwa aliwahi kushiriki Yanga miaka hiyo, na yeye vile vile akawa ni mwalimu wetu katika masuala ya mazoezi. Na kitu kiachia mbali, alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi ya miradi mbalimbali ya kijamii. Na kumbuka kipindi kile niko Europe, alikuwa anatumia zile matangazo yake alipokuwa na mambo yale ya viwanja, kama uliwahi kuona alikuwa na hizo project za viwanja, alikuwa akinishirikisha kwa karibu sana. Na hata hizi play zake za YouTube ilikuwa kila wiki akitoa ile lazima anitumie. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye ananishirikisha vitu vingi sana. Hata ile kutokezea riski yangu na mimi ile kupata ndoa mpya akaniwishi vizuri. Na mwisho mimi na yeye tunaongea, ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani kwenye simu. Kwa tunajadiliana kidogo mambo fulani ya kiafya, alikuwa ananiambia pia, nikamwambia dua pale tukafanya tuko ya kuyafanya, lakini ndio Mungu ameshakushika inshallah. Kwako alikuwa ni msanii wa namna gani kwa kiwango cha kipaji? Msanii mkubwa sana. Hashim Kambi ni msanii mkubwa sana, tena kwa watu ambao hawatambui. Si mtu tu wa kutaka makuu, kujionesha na kujinani, lakini Hashim Kambi ni msanii mkubwa sana, na ukizungumza zile top 10 zilikuwa ziko za wale wasanii nguli wa kizamani, huwezi ukaliondoa jina la Hashim Kambi. Unadhani ni kitu gani ambacho kimemweka muda mrefu kwenye game, jana, juzi na leo? Yaani kwa maana na pia kila eneo, kila wakati anacheza na kizazi hiki na anashiriki na anaonekana kwamba ni yeye wa kisasa kabisa. Discipline ya maisha imegawanyika katika makundi matatu. Wewe unapojichanganya na watu, unapozungumza na watu, unapowaheshimu watu, na chakula unachokula, mazoezi na kujitunza mwenyewe. Hicho ndio kilichompelekea Hashim Kambi kuwa hivyo. Na ndio unapomwona kila siku kama ni kijana mdogo, kwa sababu mwenyewe binafsi ni mmoja wa wazee waliokuwa wakijipenda na walikuwa wanakwenda na wakati. Anaweza kuigiza na binti mdogo kaona wanalingana kiumri, lakini ni dhimo vile alivyokuwa yeye amejiweka. Na jingine tuseme tu kwamba ni mpiganaji, yani alikuwa akitaka jambo lake basi analisimamia mpaka likae vizuri. Na licha kwamba alikuwa anafanya kazi kwenye makampuni mengine, lakini mwenyewe alianzisha kampuni yake kwenye YouTube na akawa anafanya kazi zake pale sasa. Ni karakta gani alikuwa akicheza Hashim Kambi enzi za uhai wake? Wewe binafsi Cloud uko ukizifurahia sana? Hashim Kambi unajua alikuwa anapenda sana kucheza kama polisi au mkuu. Nakumbuka nilicheza naye filamu moja ile ya, ilikuwa nimecheza mimi, marehemu Kanumba, marehemu Sajuki, na yeye sasa hivi ameshakuwa marehemu. Yeye alikuwa kama mkuu wa polisi. Ilikuwa inaitwa Head of the Church. Na hata tukikaa kwenye vikao vyetu miaka hiyo wakati wa uhai wake, ilikuwa anakaa watu walikuwa wanajua pengine Hashim Kambi labda aliwahi kuwa anafanya kazi polisi, lakini wala ni ule uhusika alikuwa ameuvaa na ulikuwa unampendeza. Kwa hiyo hata maproducer wengi wakimpa kazi Hashim Kambi walikuwa wakimpa nafasi ya uhusika wa polisi. Kwa hiyo nafasi ya polisi alikuwa inampendeza sana. Kifo hiki kinatufundisha nini? Kwa sababu wewe ni mmoja kati ya watu ambao una imani sana ya kidini. Ndio. Inatufundisha nini kidini? Ni tukumbuke kwamba kuna kufa wakati wowote kwa wanadamu. Na tukumbuke kusameheana, tusiwekeane vinyongo. Sababu muda wowote, wakati wote Mungu anaweza kukuhitaji, wala wewe hauumwi. Kwa sababu unaweza ukaondoka nyumbani tu ghafla. Kama tukimzungumzia marehemu alikuwa ameondoka nyumbani akiwa na afya zake na nguvu zake. Na juzi alikuwa kwenye mambo yale ya Mwenge kule Kigamboni, alikuwa na afya zake vizuri, amefanya kazi jana vizuri.
bahati kidogo tu amezidiwa na mauti ukamfika. Kwa hiyo hii inatufundisha kwamba mwanadamu usifikirie kama mpaka uumwe au uzeeke ndio utakufa. Hapana, ni muda wote ukifika wakati wako ujiandae muda wote. Ukiondoka nyumbani basi ujue kwamba muda wote kinaweza kikatokezea kitu. Kwa hiyo ina maana tujifundishe kusameheana, tuepushe kukaa na kinyongo. Unapomkosea mwenzako wahi kumuomba radhi, na unapokosewa vile vile kubali kupokea radhi ya mtu anaokuomba radhi. Wewe ni mmoja